Katika nyumba ya wanandoa, chumbani ndio mahali ambapo pamebeba heshima ya ndoa, na kitanda ndio mahali ambapo pamebeba agano la ndoa kati ya mwanamke na mwanaume. Sasa wewe kama mwanamke ufanye nini ikitokea mumeo amevunja agano la ndoa yenu tena kwenye kitanda chenu? Ufanyeje? Cha kwanza naomba niseme kwamba kitendo cha mwanaume kuleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba yenu na akalala naye kwenye kitanda chenu ni kitendo kinachoashiria dharau ya hali ya juu. Huo sio usaliti wa kawaida. Usaliti wa kawaida mwanaume anaufanyia huko nje, hawezi kuleta mwanamke ndani ya nyumba. Nadhani hata wanaume wananielewa ninachokiongea. Mwanaume yeyote mwenye akili timamu hawezi kuleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba ya yeye na mkewe na akamlaza kwenye kitanda cha yeye na mkewe. Haiwezekani. Mwanaume yeyote anayejitambua hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo kitendo cha mumeo kuleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba yenu na akalala naye kwenye kitanda chako inaonyesha yeye ni mtu ambaye ameshindwa kujiwekea mipaka ya heshima. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa ujiwekee mipaka ya heshima. Na kitendo cha mwanaume kuleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba na akamlaza kwenye kitanda ambacho mnalala wewe na yeye ni kitendo kinachoashiria kwamba yeye amefanya hilo jambo kwa kukusudia, sio swala la bahati mbaya. Sijui kama unanielewa. Yaani huu ni ukweli mchungu. Mwanaume yeyote anayeleta mwanamke ndani ya nyumba ya yeye na mkewe na akalala naye kwenye kitanda chake, maana yake anakuwa amekusudia, kwa sababu anampigia simu huyo mwanamke, anamuelekeza nyumba yenu ilipo, kisha anamfungulia geti lenu, anamfungulia milango, anaingia naye ndani na anaenda kumfungulia mlango wa chumbani, kisha analala naye kitandani kwenu. Huwezi kusema hilo ni jambo la bahati mbaya. Hilo ni jambo ambalo mtu alikuwa analifanya huku akiwa anajua anachokifanya. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo unatakiwa kulichukulia hatua kubwa ili lisije kujirudia kwenye maisha yenu, na usije ukakubali kulichukulia ni kama swala dogo. Lakini ufanye nini hasa ikitokea hivi? Cha kwanza, mimi siwezi kukushauri kuvunja ndoa yako au siwezi kukushauri kwamba vumilia, kwa sababu hayo yote wewe ndio muamuzi, lakini mimi nitakupa ushauri kulingana na maono yangu mimi kwamba uchukue maamuzi gani. Cha kwanza, utakapomfumania mumeo yuko na mwanamke mwingine chumbani kwenu, usipige kelele kujaza watu. Sijui kama unanielewa. Unajua katika kipindi ambacho mtu unatakiwa uwe makini na maamuzi unayoyafanya ni kipindi ambacho umekasirika, kwa sababu umemfumania mumeo lakini hujui kuhusu kesho yenu, kwamba baada ya hilo tatizo kupita, je, mkiseto maisha mengine yakaendelea, itakuwaje ile aibu ambayo ilitokea kati yenu? Kwa hiyo cha kwanza, usiite watu. Beba hilo kama, yani beba hilo jambo wewe kama mwanamke, lakini sijamaanisha kwamba ulimezee. Maana yake ubebe ile aibu, uifiche kwa ajili ya maisha yenu, kwa sababu kesho huijui. Sijasema ulibebe kwa sababu unataka kumheshimu mwanaume aliyevunja heshima yako. Hapana, nitakuwa ninakuonea. Lakini ninamaanisha kwamba ulibebe kwa ajili ya kulinda kesho yako, kwa sababu hujui baada ya hilo jambo kupita nini kitaendelea. Pengine maisha yenu ya ndoa yakaendelea pamoja na hilo lililotokea, na hilo jambo utakalolifanya la kufanya watu waje wafumanie mle ndani litaleta aibu. Maisha mengine yatashindwa kwenda vizuri, watu watawatafakari vibaya. Na hatua ya pili unayopaswa kuichukua baada ya kuwa sasa umefumania, umenyamaza kimya, kwanza usigombane hata na huyo mwanamke, kwa sababu aliyevunja agano la ndoa yenu sio huyo mwanamke, ni mume wako, kwa sababu anajua hapa ni madhabahu ya mimi na mke wangu. Kwa hiyo yeye kumleta mwanamke mwingine pale, yeye ndo aliyekosea, sio huyo mwanamke aliyeingia hapo ndani. Pamoja na kwamba tutasema naye mwanamke pia hana akili timamu. Huwezi kuingia kwenye kitanda ambacho mwenzako analala pale, huwezi kuingia kama unajitambua. Lakini ikitokea kwa bahati mbaya huyo mwanamke amekubali kuingia, usigombane naye yeye. Kaa ukijua kwamba hilo agano aliyelivunja ni mume wako, ndiye aliyemshawishi huyo mwanamke kuja nyumbani na kulala kwenye kitanda chako. Na hatua nyingine nitakayokuambia uichukue, usiamue maamuzi ya hasira, hasa kwamba nataka nivunje ndoa, unadai taraka, unataka muachane. Hapana. Kuna hatua ambazo inabidi uzifuate, pengine yapo mabadiliko ambayo yanaweza kutokea na maisha yenu ya ndoa yakaendelea. Usiamue jambo lolote unapokuwa na hasira. Kwa muda huo ukiona we hasira zako zimekuzidi na huna namna, unajiona kabisa umekasirika, jaribu kwenda hata nyumbani kwenu ukapumzike. Pasipo kuamua maamuzi yoyote, kwanza upumue. Akili zako zitakapofanya kazi, wewe ndio utaamua kwamba je, naweza kusamehe hili ama siwezi. Lakini usiamue maamuzi ya kwamba mimi nataka hii ndoa ifike mwisho, mimi nataka anipe talaka yangu, mimi nataka tuachane, wakati hujatulia ukatumia akili zako, kwa sababu pengine
Huwezi ukaamini nitakachokwambia kwamba pengine ukavunja ndoa yako kwa hasira, kesho ukajikuta umerudi kwa huyo mwanaume unamuomba wewe tena kupokee. Sijui kama unanielewa. Na wako watu ambao wamepitia haya mambo. Ndio maana nakwambia usiamue kwa hasira. Subiri, utulie, akili yako itakapopoa utaamua maamuzi ambayo unataka kuyafanya. Na kitu kingine, kama ikitokea mwanaume wako akaonyesha dhamiri ya kweli na kujutia kwenye jambo alilokufanyia, hiyo sasa ni hiari yako kumsamehe au kuto kumsamehe. Lakini mimi kama mtu ambaye ninakupa ushauri nitakwambia samehe kwa ajili yako. Sijui kama unanielewa. Katika kitu kitawatesa wanawake wengi ni kushindwa kusamehe kwa sababu unahisi kama unamsamehe huyo mwanaume. Hapana. Ukisamehe unasamehe kwa faida yako, kwa ajili ya kuachilia hayo mambo kwenye moyo wako ili wewe uishi na amani. Lakini swala la mtu kurejesha uaminifu ni kazi ya mwanaume, sio kazi yako. Kwa hiyo ikitokea unaweza kusamehe, samehe kwa ajili yako, na kama mnaendelea na maisha, kuhusu wewe kumwamini tena huyo mwanaume ni process, sio swala la kawaida. Usije ukafikiri ni swala la siku mbili. Na hata wewe mwanaume ambaye uko hapa, usimlazimishe mwanamke wako kusamehe usaliti au kuachilia au kurudisha imani ambayo anayo juu yako, yani uaminifu. Usirudishe uaminifu kwa mkeo kwa nguvu. Mwache yeye mwenyewe, itafika siku ataamua kukuamini tena. Na hiyo ni kazi yako wewe kuhakikisha unarudisha uaminifu kwa mkeo. Na hatua nyingine ambayo inatakiwa uichukue, inabidi uwashirikishe washenga, ama aidha ni mchungaji ama aidha ni mashehe ambao walifungisha ndoa yenu. Hilo ni jambo kubwa ambalo mwanaume anastahili kupewa adhabu ili kesho ajue kabisa kwamba kufanya hili jambo haitakiwi. Yaani mwanaume wako asije akakuomba kwamba hili swala liishie kati yetu. No, hilo swala linatakiwa kufika aidha kwa wazazi wakubwa wenu au kwa washenga wa ndoa yenu, kwa mashehe au kwa mchungaji au padre. Inatakiwa hilo swala lifike, ijulikane kwamba amefanya kosa kama hilo, aonywe ili siku nyingine asirudie, kwa sababu akipewa adhabu kubwa kama hiyo ya hilo jambo lake kufikishwa kwa watu, maana yake atajisikia aibu, hicho kitendo siku nyingine hatakuja kukirudia. Na kingine unachotakiwa kukifanya, usipigane naye baada ya kuwa umejua huo usaliti, usitake kujibizana naye maneno, atakugeuzia kosa. Wanawake wengi sana wameshajikuta wamegeuziwa makosa. Kwa hiyo kuwa kama udongo, mvua inaponyesha udongo unatulia, unafyonza maji yaingie vizuri. Sasa ndivyo unavyotakiwa kumfanyia mumeo. Wewe nyamaza, mwache ateseke na huo usaliti wake yeye mwenyewe, mwache nadhiri yake ijisute yeye mwenyewe, ajione alichokifanya, alione kosa lake, ajiangalie, ajione yeye mwenyewe kwenye alichokifanya. Sijui kama unanielewa. Na kingine nitakachokwambia, kama ipo nafasi ya wewe kusamehe na kuendelea na maisha mengine, kama ipo nafasi wewe unaweza kujisikia kumsamehe mumeo, msamehe, kwa sababu kumsamehe mtu ni maamuzi yako wewe binafsi. Hakuna mtu atakayekwambia wewe usisamehe au wewe samehe. Utaonekana kama unamkandamiza mtu, utaonekana kama unamwambia mtu avumilie vitu ambavyo havipo. Siwezi kukuhubiria kwamba uvumilie au usivumilie kwenye hili, usamehe au usisamehe kwenye hili, kwa sababu hayo ni maamuzi yako wewe binafsi. Wewe ndio mtu ambaye unatakiwa kuamua, kwa kuwa mtu unayeishi naye wewe ndio unayemjua, na hata akibadilika wewe ndio unayemjua. Kuna nafasi nyingine ya watu kubadilika. Hatuwezi kusema kwamba mtu hawezi kubadilika akikosea. Wapo watu ambao wanajifunza kutokana na makosa, na wapo watu ambao makosa ndio sababu iliyowafanya wawe perfect, yani walijifunza kutokana na kosa. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo ni hayo tu. Na ikitokea umemsamehe na ukaona kabisa moyo wako bado hujisikia amani, usilazimishe amani. Hiki ni kitu kinachowatesa sana watu wengi. Utaanza kumwangalia vibaya huyo mwanaume. Usilazimishe. Wewe ridhika na hali unayopitia, kubali hayo maumivu ili upone. Kwa sababu huwezi kulazimisha kulificha hilo kama limekuumiza, inabidi ukubali likuumize. Na kama ukiona linakuumiza sana, chukua nafasi, kaa mbali kidogo na mumeo. Pengine hama kulala naye chumbani, lala sebuleni, kama mna chumba lala kwenye chumba kingine kwa muda. Sio kwa lengo la kuvunja ndoa, kwa lengo la wewe kupata amani ili uendelee na maisha mengine. Lakini kuvunja ndoa sio hatua ambayo mimi nitakushauri. Siwezi kukushauri uvunje ndoa yako, na wala siwezi kukushauri kwamba vumilia, wewe ndio muamuzi. Lakini mimi nimekupa ushauri wangu naoona. Kama kuna nafasi ambayo unaweza kusamehe, unaweza kusamehe, kwa sababu kusamehe ni maamuzi yako wewe mwenyewe. Huwezi kulazimishwa na mtu. Na asilimia kubwa watu ambao wanasamehe kwa kulazimishwa, maisha yao yanaenda kuwa vibaya, wanaanza kuteseka na kuungua. Kwa hiyo wewe kaa mpaka pale utakapojisikia amani wewe mwenyewe ya kuachilia hayo mambo, kwamba nimekubali
kuendelea na maisha yangu ya ndoa, nina amani na hili, usilazimishwe na mtu. Kitu kingine ambacho kinapaswa kufanyika baada ya kuwa chumba chenu sasa kimetokea, kimeingiliwa, yani kiliingizwa mtu mwingine, pale mahali pa agano lenu palivunjwa kwa sababu ya mtu mwingine kuingilia kilinge chenu. Kuingilia mahali, kuingilia madhabahu yenu, nikisema kilinge itaonekana kama naongelea uchawi. Kuingilia madhabahu yenu kwa sababu mtu mwingine aliingilia madhabahu yenu, maana yake inatakiwa mbadilishe madhabahu. Wanaume, naomba mnisikie kwenye hili. Huna namna. Ukishafanya usaliti kwenye madhabahu yako, kitanda na godoro, kama una uwezo wa kimaisha, inatakiwa ubadilishe. Badilisha, kwa sababu pale umeshavunja agano. Kile kitanda kilikuwa ni kwa ajili yako wewe na mkeo, na godoro lilikuwa ni kwa ajili yako wewe na mkeo. Wewe ulimuingiza mtu mwingine. Kwa hiyo inatakiwa utoe kile kitanda, weka nje. Weka sehemu nyingine, nunua kitanda kingine. Na kama una uwezo, paka rangi chumba chako, badilisha muonekano wa chumba chako ili kumfanya mwanamke ajisikie vizuri. Haya ni maagizo ambayo mimi ninawapa wanaume. Niseme ushauri, nisiseme na waagiza, nitakuwa kama nimewakolomea. Nasema huu ni ushauri kwenu nyinyi wanaume. Kwa hiyo badilisha muonekano wa chumba chako, hamisha, badilisha kitanda, badilisha muonekano, badilisha mashuka ili mwanamke wako aishi na amani, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama mtu kulala kwenye chumba ambacho anajua kilitokea usaliti, na kitanda ni hiki na godoro ni hili. Itachelewesha sana processes za mkeo kupona. Ukitaka haya mambo yaende haraka, hakikisha wewe unamuonyesha mkeo kwamba unamheshimu yeye. Kwa kuhamisha kitanda, kubadilisha godoro, itaonekana kama na wewe kweli una majuto na unajua kwamba nilichokifanya sikufanya sahihi. Kwa hiyo unaamua kubadilisha kwa sababu unamheshimu mkeo. Kwa kumalizia, niseme kwamba wewe mwanaume, kuingiza mwanamke ndani ya nyumba yako, hiyo lazima ujue ni kosa. Hakuna namna ambavyo tunaweza kufunika kosa hili lisionekane kama kosa. Ni kosa tena kubwa sana, na ni kosa ambalo linawekwa kwenye fungu la kosa la kukusudia, sio kosa la bahati mbaya, kwa sababu hiyo wewe mwenyewe unajua kabisa, una akili timamu, hiki kitanda ni cha mimi na mke wangu. Kwa hiyo kuingiza mtu pale ni wewe tu umekusudia. Na kitu kingine ambacho naweza nikakwambia wewe kama mwanaume, hakikisha kwa wakati huu unapambana sasa kurudisha uaminifu kwa mkeo. Mkeo kukusamehe ni kazi yake, lakini uaminifu kurejesha ni kazi yako. Uaminifu utaurejesha wewe mwenyewe kwa namna ambavyo utakuwa unamtendea kila siku mkeo, kwa namna ambavyo utajitahidi kupandisha thamani ya mkeo, kwa sababu hakuna kitu kinamfanya mwanamke ajisikie vibaya kama kuona mwanamke mwingine alichukua nafasi yake. Tena afadhali angechukua nafasi yake akiwa nje, alipelekwa mpaka ndani ya nyumba yake. Hicho ni kitendo kinachomuumiza sana mwanamke. Kwa hiyo natakiwa upambane kuhakikisha unarudisha amani ya mkeo, aanze kukuamini tena, kwa wewe kubadilisha vitendo vyako, lifestyle yako, namna ambavyo unaishi naye, kuwa mwaminifu, kutoficha vitu, ili yeye ajisikie amani kuendelea na wewe kwenye maisha ya ndoa yenu. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye anajiuliza kwamba nikimfumania mume wangu kitandani, je, naweza kumsamehe? Mimi nitakwambia kwamba kumsamehe unaweza, kulingana na wewe, kama maamuzi yako utaamua. Na kuna wengine hawawezi kusamehe, lakini wapo wanaweza kusamehe. Na hatuwezi kusema kwamba mtu akikosea hana nafasi ya kubadilika. Iko nafasi ya kubadilika. Kama utaona mtu amebadilika, lile swala limemsuta sana na ameona kabisa nilichokifanya nimekosea, dhamiri yake imemsuta yeye mwenyewe, unaweza kumsamehe na akawa mtu mzuri kabisa. Hatuwezi kusema kwamba mwanaume ambaye aliwahi kukosea hawezi kuja kuwa mwanaume mzuri. Hapana, inategemeana. Kwa sababu kama mabadiliko unayaona, inamaanisha kwamba ni kweli anaweza kubadilika. Lakini wapo wasiobadilika, tukatai, lakini wapo wanaobadilika. Kwa hiyo wewe kwako, kama utaamua kumpa nafasi, mpe nafasi. Lakini naomba nikuache na hili. Kusamehe usaliti ni jukumu lako wewe mwanamke, na ni kwa ajili yako. Lakini uaminifu sio kazi yako kuhakikisha unajisikia kumwamini tena mumeo. Hilo inatakiwa alifanye mumeo. Na kitu kingine nitakachokuambia, kila mtu aishi kwenye maisha yake, ishi kwenye ndoa yako. Usije ukafanya kitu au maamuzi kwa mkumbo kwamba vunja ndoa, fanya hivi. Huwezi kujua, pengine wewe wako alikosea ili yawe perfect. Kuna wenzako huko wanaume zao wanapatia, ila mwishoni watakuja kukosea. Maisha hayana formula, maisha ya ndoa hayana formula. Samehe kama unaweza, na hayo ni maamuzi yako wewe binafsi.